hadi 34. Bwana asifiwe. Somo letu linasema matokeo ya kutumia nuru uliyoipokea kutoka kwa Yesu Kristo. Kutoka kwa Yesu. Utafungua tu kitabu cha Marko, lakini nitakwambia kwamba tusome ile sura ya 21. Somo letu linasema matokeo ya kutumia nuru uliyoipokea kutoka kwa Yesu. Kweli kuu inasema ondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja. Ameweka nukta, ondoka uangaze kwa kuwa nuru yako imekuja. Pale kuna nukta, anasema nuru iliyokuja ni Yesu. Haleluya, wana wa Mungu. Tunajifunza darasa asubuhi ya leo kwamba tunaposema matokeo ya kuitumia hii nuru tuliyoipokea kutoka kwa Yesu, maana yake nini? Kwamba hii nuru inaonekana katika maisha ya kiroho, kitabia na hata kijamii pia. Bwana asifiwe. Kwamba katika mafundisho ya Biblia hapo amesema nuru iliyokuja ni Yesu. Lakini ukienda kwenye mafundisho ya Biblia, nuru, tunaposema nuru tunamaanisha ukweli, utakatifu na uongozi wa Mungu ndani mwa maisha ya mtu. Bwana asifiwe. Sasa tuko kwenye matokeo ya kutumia nuru uliyoipokea kutoka kwa Yesu, kwamba sisi, mimi na wewe, darasa, kuna matokeo ambayo tumeyapokea kwenye matokeo ya nuru tuliyoipokea kutoka kwa Yesu. Wewe unadhani matokeo hayo ni yapi? Maana tunajifunza matokeo ya kutumia nuru, na nuru tumesema ni Yesu. Sasa matokeo ni yapi tuliyoyapata baada ya kupokea hii nuru ya Yesu? Kwamba nani anaweza kujaribu? Mimi wanapenda nilikuwa nafundisha darasani, wanapenda wanafunzi azungumzi. Wanajisikia vibaya kwamba nasimama tu kipindi tu cha hesabu na kilika ngapi. Leo tunajifunza kugawanya namba zisizozidi milioni 10. Unaandika milioni 5 gawanya kwa 2. Unatiririka peke yako. Wanafunzi hawachangi, wanajisikia vibaya. Mimi shauku yangu ninaposema kila wakati nanyosha 10. Tunafanyaje? Mimi naweza kumgawanya 5 na kunyosha, ndio. Kwa nini? Kwa sababu mimi ni mdogo, 5 ni mkubwa. Hivyo. Haleluya. Tunajifunza matokeo ya kutumia nuru tuliyoipokea kutoka kwa Yesu. Na pale kwenye kweli kuu anasema nuru iliyokuja ni Yesu. Maana yake mtu unahitaji kuangalia kwamba hivi nuru ni nini? Nuru ni Yesu mwenyewe. Kwamba mwanga huu, nuru yote hii ni Yesu. Maana yake kinyume chake huko giza, jibu mwanafunzi unalo. Amina. Sasa hapo matokeo ni yapi? Baada ya kuipata nuru ya Yesu, kuna matokeo gani mwanadarasa wewe umeyaona kwako? Hamna. Amina. Baada ya kuiona nuru ya Yesu, matokeo niliyopata ni kupata wokovu. Ndio matokeo niliyopata. Amina. Nuru ya Yesu baada ya kumwingia amepata wokovu. Vizuri kabisa. Amina. Mwingine jaribu. Amina. Nuru niliyopata ya Yesu. Matokeo niliyoyapata kwa maana hiyo nuru kutiisha nguvu za giza na pepo wabaya hawanifai. Amina. Bwana asifiwe. Ningekuwa shule ningesema makofi matatu kwa wanafunzi wetu. Mmejibu vizuri sana kwamba mwingine baada ya kuipata hii nuru ya Yesu ameokoka, ana uhakika na wokovu. Chochote anachokihitaji maadamu Yesu amemkiri
wa Bwana na mwokozi wa maisha yake. Vitu vyote viko ndani yake anavitiisha. Mwingine anasema maisha yamebadilika. Mwanzoni kabla tunapata hii nuru, ulikuwa ukiambiwa huyo ni mchawi, unaweza kutetemeka siri au nitalala. Lakini sasa hivi tunatiisha matendo yote ya giza. Amina. Maisha yetu yamebadilika. Kama tulikuwa tunaishi mtindo wa maisha ambao ulikuwa ufai, sasa hivi tunaishi maisha yaliyofaa, kwa sababu wokovu ni kubadilika. Wokovu ni kustaarabika. Amina. Tulikuwa tunapiga mswaki nyumba moja mpaka ya 10. Sasa hivi maisha yamebadilika. Tunaishi kama wana wa mfalme. Haleluya. Tuna amani ndani ya mioyo yetu na tumemjua Mungu zaidi. Tumekuwa mfano kwa wengine. Mwenzako anapokuja amepaniki, akikuku tunamwambia tulia. Shida ni nini? Haleluya. Ikatokea juzi, baada ya programu ya chakula mashuleni, sisi tuna utaratibu wa shule kwetu, watoto wanakunywa uji wa mchele. Sasa kuna mwalimu aliyekuwa anafanya hiyo biashara, anachukua kwa jumla na kuzia ili tusianze kuhangaika huku na huku. Sasa alipotoa pesa, mtoto wa darasa fulani akaleta, nimeleta pesa mahali fulani. Tukajua hiyo ni mchanga aliyokusanya darasa fulani zinafikia kwangu ili kujua matumizi na kulipa apishi na vitu vyote. Sasa kumbe ni kwa ajili ya mtaji. Akachukua mwenzangu akaanza kuwapa watoto change. Kuja wale darasa wanamwambia tulikutumia pesa yetu ya vifaa. Umeiona? Kuangalia imepungua 8,000. Kasema sikubali, kanimeza hawezi kupata hasara mimi. Siwezi kubaliana. Nataka kasema tulia. Mimi kasema haiwezi kulipa, inalipa. Don't search. Itajulikana. Nikasema hapana. Mambo yako hivyo. Hizo pesa sizigusa. Hujatoa change. Akabisha tuhakiki basi watoto wote, kwa sababu tunarekodi waliotoa wiki, siku 2, 3, walioongezea leo. Watoto ni waaminifu. Kuangalia unakuta ilichopatikana ni 37, kilichoko mezani 45. Nikasema ulichanganya, mmeanza kurushiana maneno. So hivyo kasema wala umenitia moyo, nilikuwa nimeshachanganyikiwa, sitaki tena hata kufanya chochote na wao ndugu zangu. Nikasema hapana, tutafute kwanza amani ya moyo. Sio mnakuwa na haraka kujibu. Amina. Sisi tumeokoka, tuna amani ya moyo. Nasema wana amani wanaitafuta sheria ya Bwana, wala hawana la kuwakwaa. Haleluya. Hayo ndio matokeo ya kutumia nuru tuliyoipokea kwa Yesu. Nitakimbia. Tukasoma maandiko ya somo kitabu cha Marko sura ya 4 mstari wa 21 hadi 34. Natamani niweke kisemo kama na wachanganya upande wa pili. Mwanafunzi mmoja atusomee. Amen. Akawaambia, mwaonaje? Taa huja ili kuwekwa chini ya pishi au mvunguni, si kumewekwa juu ya kigango? Kwa maana hakuna neno lisilositirika, ila makusudi lije likadhihirika, wala hakuna lililofichwa. Samani tarudia hapo. Kwa maana hakuna neno lililositirika, ila makusudi lije likadhihirika, wala hakuna lililofichwa, ili makusudi lije likatokea wazi. Mtu akiwa na masikio ya kusikia na asikie. Akawaambia, angalieni msikiao, kipimo kile mpimacho ndicho mtakachopimiwa, na tena mtazidishiwa. Mstari wa 25. Kwa maana mwenye kitu atapewa, naye asiwe na kitu, hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Mstari wa 26. Akasema, ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi. Akawa akila na kuondoka, mzigo
mchana, nayo mbegu ikamea kukua, asivyojua yeye, maana nchi huzaa yenyewe, kwanza jani, tena shuke, kisha ngano pevu katika suke. Mstari wa 29, hata matunda yakiiva, maana akapeleka Mungu, kwa kuwa mavuno yamefika. Akasema, tulinganishe nini ufalme wa Mungu? Tuulinganishe na nini ufalme wa Mungu? Au tuutie katika mfano gani? Ni kama mbegu haradali ipandwavyo katika nchi, ingawa ni ndogo kuliko mbegu zote zilizo katika nchi, lakini ikiisha kupandwa hukua, ikawa kubwa kuliko miti yote ya mboga, ikafanywa matawi makubwa, hata ndege wa angani waweza kukaa chini ya uvuli wake. Kwa mifano mingi ya namna hii alikuwa akisema nao kwa mifano mingi ya namna hii alikuwa akisema nao neno lake kwa kadri walivyoweza kulisikia. Wala pasipo mfano hakusema nao, lakini wakawaeleza wanafunzi wake wenyewe mambo yote kwa faraga. Amen. Bwana asifiwe. Amina. Hayo ndo maandiko yetu na mpango wetu wa somo la katika sehemu tatu. Kuna wajibu wa wasikilizaji, kuna kustawi na kuvuna mavuno, kuna punja ya haradali, na kuna ufafanuzi wa mpango wa somo. Haleluya. Yesu ndiye nuru na neno lake ni taa. Anaendelea kufundisha kwamba tumejifunza kwamba nuru iliyokuja ni Yesu, na kwenye utangulizi tunafundishwa kwamba Yesu ndiye nuru na neno lake ndiyo taa. Kuwajibika kwa kupanda mbegu, tutajifunza namna mbegu inavyomea, namna inavyokuwa, namna inavyostawi, kukomaa na kuvunwa kwa mazao. Haleluya. Twende tukaangalie wajibu wa wasikilizaji kama tulivyosoma kwenye kitabu cha Injili ya Marko sura ya 4 mstari wa 21 hadi 25. Hatutarudia, utasoma. Tunaangalia hapo wajibu wa wasikilizaji kwamba Yesu anasema taa haiwekwi chini ya pishi, haleluya, au kitanda, bali juu ya kinara ili iangaze. Si ndivyo ilivyo? Kusingekuwa na maana wa kuweka hizi taa juu kwamba zitumulikie sisi tuone nini chini kuna nini. Maana yake nini? Kwamba neno la Mungu tunalojifunza, ulilolipokea baada ya kumkiri huyu Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, halipaswi kufichwa. Bwana asifiwe. Ndio maana Injili inahubiriwa mahali pote kwa wazi kabisa, maiki zinafungwa. Si wanasema vitu gani vile? Baba Abdalla, kile tulichotaka kununua kipindi kile kina sauti kubwa, kinaitwaje? Si kinaitwaje? Si ndo ni speaker. Kuna wakati nitaka kununua hapa, tukakaa kukumbuka, ukawa unasema si ndo booster, kwamba kile sio kina nguvu kubwa, kwamba kwa nini tunajifunza juu ya matokeo ya kutumia nuru uliyoipokea kutoka kwa Yesu. Tumesema nuru ni Yesu. Sasa tumeangalia kweli inasema uondoka uangaze, kwa kuwa nuru yako imekuja, na aliyekuja ni Yesu. Sasa tunajifunza wajibu wa wasikilizaji asubuhi ya leo, kwamba wajibu wa wasikilizaji tukianzia na taa ambayo ni neno lake, kwamba taa inatakiwa iwe juu na isiwe chini, usiifiche ili tuangazie. Maana yake nini? Kwamba neno la Mungu baada ya kuhubiriwa na wahubiri mbalimbali tunaipokea. Sasa hatutakiwi kuficha, tuendelee kuwahubiri wengine
mwingine. Yesu anakupenda. Ukimkiri kwa kinywa chako utaokoka. Haleluya. Tuendelee kwamba imani yako haipaswi kuonekana, inapaswa ionekane kwa matendo. Kwamba tunaposema imani hii ya Yesu lazima iambatane na matendo. Ndio maana tumeulizana, tumejibu yale maswali ya matokeo ya nuru tuliyoipata. Kwamba baada ya kupata nuru matokeo yake ni yapi? Tukasema maisha yetu yamebadilika. Kama tulikuwa tunaishi matendo ya giza, tulikuwa tuishi matendo ya nuru, matendo yanayompendeza Mungu. Kama tulikuwa sio wema, tukajifunze kuwa wema, tukae waadilifu, tukawe na upendo. Haleluya. Tukae mfano mzuri kwa wengine. Kwa hiyo tunapojifunza wajibu wa wasikilizaji, kwamba ndani ya ufalme wa Mungu tunahitajika kuwajibika. Amina. Kwamba sisi wasikilizaji, baada ya kupokea huyu Yesu kwa Bwana na Mwokozi wetu, tunawajibika. Tunatakiwa mimi na wewe tuwajibike. Tumehubiriwa, tuwajibike, twende nje tukahubiri Injili na wengine wamjue Yesu. Amina. Wale wahubiri, wale wachungaji, wale maaskofu, kwa kadri jinsi Roho wa Bwana alivyoachilia vipawa ndani yao. Bwana asifiwe. Lakini pamoja na kwamba tumeona matokeo ya kutumia hii nuru, tunatakiwa tukawe wavumilivu. Ndio maana pengine neno linasema uwe tayari wakati unaofaa na usiofaa. Kuna wakati unaweza kuhubiriwa neno pamoja kama kwa ukali, ni kama wanakufokea. Mimi wanasema Mungu, najua unataka kunibadilisha, ili neno ni la kwangu. Kuna kitu umeona tunaishi kipo kinyume. Bwana asifiwe. Tuwe wasikivu na yale ya kujitoa kumtumikia Mungu kwa bidii. Bwana asifiwe. Huo ndio wajibu wa wasikilizaji. Ndio maana mashuleni mwalimu unapoanza kumfundisha mtoto muhula wa kwanza, unatarajia kwamba katika wanafunzi ambao Bwana umenipa 2026 kwenye somo la hesabu, kwa taslimia yangu hapa likizo fupi hapa sikosi yeye 20. Hapa kuna 150. Si hapa kuna sio chini ya 200. Haleluya. Kwa nini? Kwa sababu unapoona unaanza kutathmini kwamba hapa kwa vyovyote matokeo yake ni haya. Haleluya. Kwa nini unafanya hivyo? Kwa sababu unaangalia jitihada za mwanafunzi siku hadi siku. Kadri unavyoingia kwenye kipindi ukifundisha kazi anazozifanya, unaona hizi kweli huyu tuko pamoja naye, ila huyu bado anaweza sielewe mwezi huu mpaka watatu tarehe 27 labda atafunguka muhula wa pili, unaendelea kumsaidia. Nilisemaje hapa? Nani alielewa aelekeze upi? Hivyo ndivyo ilivyo hata kazi ya Mungu, kwamba neno la Mungu tunatofautiana viwango vya ukuaji na kumjua Mungu. Tunaweza tukaokoka, tuliokoka nao pamoja 2012, wengine walirudi, wengine wanaendelea, wengine ni wainjilisti. Kwa nini? Kwa sababu ya namna na jinsi mtu anavyojibidiisha kwenye hiyo kazi. Kwa mfano sisi tunajifunza kazi ya Mungu. Haleluya. Kwa hiyo wajibu wa wasikilizaji kwenye somo letu la matokeo kutumia nuru tuliyopokea kutoka kwa Yesu, tuishi kwa uadilifu na kutokuwa Mkristo wa asili. Unafika